Tunaingia sehemu ya 7 ya simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya kweli ya maisha ya Mathayo. Katika sehemu iliyopita, Mathayo alitueleza kwamba ameingia katika janga shuleni. Janga ambalo limetokana na kuchelewa kwake kuripoti shuleni baada ya likizo ya wiki 2 ambayo walipatiwa wanafunzi kuisha. Hivyo hii ikapelekea baada ya kurudi shuleni akapewa suspension ya wiki 2 ambayo ilimlazimu pindi atakaporejea ndani ya wiki 2 hizo arejee na mzazi wake. Lakini baada ya wiki 2 hizi nyumbani kuisha, Mathayo aliongeza tena wiki 2 na kumfanya akae mwezi mzima nyumbani. Na hii ni kutokana na mzazi ambaye alitakiwa arudi naye shuleni alikuwa akileta sababu kadha wa kadha. Sasa Mathayo na shangazi wanafanikiwa kufika shuleni, na baada ya kuwasili shuleni hapa, Mathayo anapoteza sifa za kuwa mwanafunzi wa shule hiyo. Je, Mathayo atafanikiwa kweli kupata shule nyingine ikiwa ombi lake kubwa baada ya yeye kufukuzwa shuleni hapa ilikuwa ni kupatiwa namba ya uhamisho kwa ajili ya kwenda kutafuta shule nyingine? Nikukaribisha sana katika sehemu hii ya 7 na nikukumbusha tu kwamba usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata simulizi zetu kwa wakati husika. Kama mtashindwa kuniruhusu nirudi kuja kufanya mtihani wa taifa hapa, naombeni mnipe namba ya uhamisho. Mwalimu anizamu akasema hapana, haiwezekani. Nikamwambia mkuu wa shule, wewe ndio mwenye maamuzi. Hata ikitokea mimi hapa nimeondoka, si kuondoka kwenye mikono ya mwalimu wa taaluma. Ripoti itaandikwa jina lako. Hakuna ushahidi unaonifanya mpaka sasa mimi kufukuzwa. Lakini kulingana na taarifa aliyotoa mwalimu anizamu, mimi sina vigezo vya kuwa hapa. Naomba wewe nipatie prem namba ya uhamisho. At least uwe kama msaada wako. Alafu kitu cha mwisho nitakachokuomba kisha nipatia namba ya uhamisho, shule nitakayoipata unisaidie tu kutoa taarifa kwamba mimi niliondoka hapa nikiwa mgonjwa. Hicho tu mimi ndio ninaomba uwe msaada wako, kwa sababu hakuna shule inaweza kunipokea kwa kusema nilifukuzwa kwa kesi fulani. Nikamwambia hicho tu naomba unisaidie. Na kwa bahati mbaya nzuri, yule mkuu wa shule alikuwa na cheo cha mwenyekiti wa CWT mkoa wa Tanga. Chama cha walimu Tanzania ya mkoa wa Tanga. Sasa kwa hiyo ndio alikuwa mwenyekiti wa CWT. So alikuwa na mandate ya kuwapigia, yani kama nikiwa nimepata shule ndani ya mkoa wa Tanga, kwake ni nyepesi kwa sababu ana cheo. Yule mkuu wa shule baada mimi kuongea yale maneno, akaangalia chini akasema, kweli sihitaji wewe uwe mtu wa kwanza kwangu kwenye maisha kuwa na mwanzo mbaya. Kama wewe ulijitetea na hatuna ushahidi wowote, tunaweza tukakupa prem number. Kama yule mwenzako mwanzo tulimfukuza tulikuwa tuna ushahidi na kila kitu tulimpatia prem number, basi hata wewe pia tunaweza. Basi mkuu wa shule pale akachukua simu yake, akaingia kwenye system, akanipa namba ya uhamisho, akaiandika kwenye kikaratasi kidogo akanipatia. Akaniambia ni karatasi kidogo sana nimekupa ambacho kina namba yako ya uhamisho. Ukikidondosha ukipoteza utajua mwenyewe. Barua ya uhamisho ukishapata hiyo shule utanigia niwasiliane na huyo mwalimu wa hiyo shule, nitatuma barua ya uhamisho. Shangazi wakati huo ni amepigwa na butwa, haelewi kinachoendelea, ni kama amedua, haelewi. Ananiona mimi tu nabishana na ile kamati pale kuomba msaada, yeye katoa macho. Wakati huo mimi nilishajua na nilishamwambia hapa leo umeakanyaga. Wakati tunaendelea kukamilisha yale makubaliano ambayo nishaandikiwa ile prem number nikapewa, nje ilisikika sauti ya kama kitu kinatuliwa. Wakati tunatoka nje wakakuta tranka langu limeletwa. Mwalimu wa nizamu akacheka. Alipocheka akaniuliza, Mathayo, ili ni tranka langu? Nikamwambia ndio. Ulijuaje? Nikamwambia nilijua tu. Nilivyoona tu mkuu wa shule ni mpya, nilijua tu kwamba hii hatima itabaki kwenye mikono yako. Nilivyoambiwa tu kuna kijana wangu yule mwenzangu pia ameshafukuzwa, nilijua tu hii issue ni imeisha. Kwa hiyo niliwaomba wanisaidie kwenda kukusanya vitu vyao. Akacheka, mkuu wa shule naye akacheka.
Shangazi wakati huo bado pia amepigwa na butwaa na ile situation ya trunk kuletwa. Kawa amechoka. Baadaye nikamwambia shangazi, usiongee kitu chochote. Hiyo ndio hatima iliyotokea. Pigia bodaboda tuje tuondoke. Bahati nzuri ile gari tuliyokuja nayo ilikuwa inafanya go and return. Kwa nikamwambia omba siti 2 tena turudi. Kweli akapiga simu. Gari kaa imefika pale. Hao tukaanza safari ya kurejea. Sasa njiani kila akitaka kuongea naambia usiongee chochote. Kwa sababu hichi kitu nilishakwambia. Hiyo ndio hiyo ishaisha. Hao tukaondoka, kwa hiyo tunafika, mimi nikashuka pale. Kwa sababu alikuwa anajifanya kama ana hasira kwa mimi kufukuzwa shule bila shangazi alikuwa anajifanya ana hasira mimi kufukuzwa shule. Kwa tulifika kwenye kile kijiji ambacho mimi nililelewa, mimi nikashuka pale. Nilivyoshuka yeye akaendelea na safari moja kwa moja. Ile namba ya mission nikabaki na mimi. Nikaa nimetulia sana. Nakumbuka hapo advance hiyo form 5 nimesoma kwa miezi 4 peke yake. Miezi 4 tu ndio nilikuwa pale. Kwa nikarudi zangu nyumbani. Nakumbuka wakati nafukuzwa ilikuwa inakaribia mwezi wa 11, ilikuwa nakaribia kufanya mtihani. Mwezi wa 11 hivi. Kwa nikaa nimetulia nyumbani. Nikakaa ule mwaka wa form 5 kama umeisha, wao unaishaga mwezi wa 5 kwenda wa 6 pale baada ya form 6 kufanya mtihani wao wa form 6 ule wa mwezi wa 5, then wanafanya form 5 mtihani wao mwezi wa 6 pale hivi. Hivyo. Kwa mimi muda wote huo niko nyumbani. Watu wamefanya mtihani wa kupindua mwaka, mimi sikuwa nimepata shule wakati huo. Kwa nilikuwa lakini ulikuwa unatafuta ya kutafuta mwenyewe pia ambayo ni ngumu sana. Nikawa napambana hivyo na nilikuwa natafuta shule ya mkoa ule na isiwe mbali na nyumbani, kwa sababu nikienda shule za mbali sitakuwa na hiyo nauli ya kufanikiwa kwenda huko mbali. Kwa hiyo hicho ndio kilikuwa kitu napambana. Baadaye nilikuja kugundua kuna shule ipo wilaya nyingine tofauti na ile wilaya ambayo nilikuwa shule ya kwanza nasomea. Na pia ni karibu na wilaya ambako ndio nyumbani mimi ninakoishi. Kwa hiyo inakaribiana sana hizo wilaya. Kwa hiyo nikabahatisha kupata hiyo shule, nikamwambia shangazi. Nimebahatisha kupata shule nyingine, akaniambia ngoja nitamwambia mjomba wako ashirikie, mimi sasa hivi siwezi kushirikia hayo mambo. Kwa hiyo akawa amejitoa. Akamtafuta mjomba mwingine, sio mjomba wa wale pale naniliu sio hao. Mjomba mwingine akamtafuta. Akamwambia anitafutie shule. Sio anitafutie shule, ananiambia kuna shule fulani Matayo ameipata. Sasa huyo mjomba aliyemtafuta naye alishawahi kupewaga msaada na marehemu babangu kipindi cha uhai wake, mpaka kufikia hapo alipofikia babangu alimsaidia parefu sana, ambaye huyo mjomba kaka yake ndio anamlea kakaangu mimi wa pili. Sasa yule mjomba anasimamia shule ya private kubwa iko karibu sana na hiyo shule ambayo mimi niliipata na nilikuwa nikasomea. Hiyo shule ambayo mjomba anaisimamia nayo ina kozi zote ambazo mimi nilikuwa nahitaji kwenda kuzisomea. Lakini kama unavyojua, msaada sio kitu cha lazima. Nilimpa hilo wazo, nikamwambia unije nisomee hapo kwako, akaniambia hapana. Hii ni eneo la watu, siwezi kukupa huo msaada, huo siwezi. Lakini yeye na watoto wake wanasoma pale 3 for free. Lakini ndio hivyo alishasema ni shule ya watu, kwa kama nilivyotangulia kusema msaada sio kitu cha lazima. Kwa nikamwambia basi nisaidie niende mimi kwenye ile shule ya jirani. Ubaya au uzuri, ile shule ya jirani anayesimamia pale, yule mkuu wa shule ya jirani ni rafiki yake. Alikuwa rafiki yake, wanapenda sana kupeana lift wakiwa wanaenda kwenye vikao, semina za mitihani ya taifa. Kwa ni rafiki yake sana sana sana. So akaniambia hamna shida, yule ni rafiki yangu, mimi nitaongea naye. Kumbuka huu mzunguko wote afisa elimu mkoa wa Tanga naye ni mjomba wangu pia. Huo mzunguko ndio hivyo, yani ndugu wazito wapo lakini ni hawajari. Afisa elimu mkoa wa Tanga alikuwa ni mjomba wangu. So watu wazito walikuwa wapo ambao wakurahisisha hiyo kazi, lakini ndio hivyo. Kumbuka yule mkuu wa shule alishaniahidi kwamba nikishapata hiyo shule yeye yupo tayari kusimama kutoa taarifa kwamba nilihama kutoka kwenye ile shule kwenda kwenye shule nyingine kwa sababu ya ugonjwa. Na ukumbuke yule ana cheo cha mwenyekiti wa CWT mkoa wa Tanga.
Kwa mimi wakati huo nilikuwa tayari niko na overconfidence baada ya mjomba kuniambia yule ni rafiki yake. Yule ni rafiki yake, alafu pia mjomba afisa elimu mkoa wa Tanga ni mjomba. Pia yule mwalimu ashanipa promise. So nikasema hii imeshakuwa nyepesi. Na nakumbuka ilikuwa kesho yake ilikuwa ni Idi kubwa. Yaani kesho yake ni Idi kubwa, shangazi asubuhi akanipigia simu. Matayo, kesho inabidi uende shule. Ilikuwa ghafla kwa sababu hatujaongea hicho kitu, tulikuwa bado tunawasiliana na uncle kuhusu kutafuta hiyo shule. Nikamwambia sasa, mbona hata hizo uniform zenyewe sijafuatilia basi? Ambia hamna, yani nakutumia hela hapo ya kutengeneza uniform. Kesho shule. Nasema sawa, wewe nitumie. Kweli akanitumia ile hela. Nikaenda kwa aliniambia ni haraka, yani kesho yake niende, yani ni kesho yake ni shule. Kwa hiyo ilibidi muda ule anatumia asubuhi. Nikaenda kwa fundi, nikamwambia fundi, naomba nitengenezee uniform. Kweli nikapeleka vipimo mpaka jioni, kila kitu kake kimekamilika. Kweli kesho yake hiyo ambayo ilikuwa ndio Idi kubwa, mimi barabarani nikaenda shule. Kwanza kabla ya kwenda shule ilibidi nipitie kwa anko. Sababu anko si yule, sio mbali na shule kwa yule na nilio. Kwa hiyo shule nenda kusomea, kwa nikapitia kwa anko. Anko akaenda akanikagua, akaninyang'anya kuna simu kubwa nilikuwa nayo kipindi hicho nishanunua. Kwa anko akameichukua ile simu akabaki nayo. Lakini wakati anachukua ile simu kubwa nilikuwa nina simu ndogo, sababu nilijua maisha yatakuwa ni yale yale tu. Yaani uhalisia nilishaujua kwa maisha yatabaki kwa vile vile. Tu ni kwenda kusoma, je kule kukoje, kuna tofauti gani basi. Ila nilijua tu maisha yatakuwa ni yale yale. Nitahitaji tu kujitegemea mwenyewe. Kwa hiyo nilikuwa na simu mbili. Kwa anko alivyochukua ile simu kubwa ambayo ilikuwa ni smartphone, alivyochukua ile smartphone nilikuwa na kiswaswadu kingine ninacho, nimekihide, hakuwa amekiona. Kwa hiyo nikaenda, nilipofika kwake pale akanikagua vile vitu vingine, akaona viko clear, akanipatia viatu vingine vyake, kwa msaada wake mkubwa ndio nipatia viatu vyake. Baadaye akaniambia nenda pale shuleni atakupokea. Ngoja niandike barua za shuleni kwangu hapa anazijua, akishaiona tu atajua ni mimi, atakupokea. Akaniandikia barua, akanipatia, akanilipia na hela ya bodaboda wa kunipeleka. Kweli bana, mimi huyo nikafika mapema sana, ilikuwa saa 10. Nakuta wanafunzi wako na heka za sikukuu, wanaandaa chakula nini. Mimi nikaenda zangu mpaka kwa mkuu wa shule na trunk langu na begi mgongoni. Nilipofika pale, mkuu wa shule alivyoniona na trunk jipya, yuko busy na mambo yake, akaniambia nikae pale. Yaani alivyoniona na trunk akuniuliza chochote tu akaniambia nikae, nimetulia pale, akaendelea na mambo yake. Nikakaa pale kutoka saa 10 mpaka inafika saa 12:30. Kwa shule yuko busy na mambo yake, ananipita pale na mambo yake. Ndio siku ambayo toka nazaliwa nilikuwa mtulivu kuliko siku nyingine zote. Nilikaa masaa 2:30 sehemu moja bila kuhangaika. Nikaa nimetulia tu namsubiri ahangaike, hapo yange afanye atakavyojisikia, akimaliza arudi. Mimi nimetulia tunamwangalia. Bahati mbaya nzuri alikuwa ni mpare yule, ila amechanganya na uhaya, kwa alikuwa na sifa za kijinga. Kwa kama amenipita pale anaenda na mambo yake. Mara anakuja, bahati mbaya ile shule nilioenda ilikuwa ni mix. Yaani ni girls na boys. Yes, mchanganyiko, zinaitwa ko. Kwa hiyo ilikuwa ni mchanganyiko. Kwa mkuu yuko muda mwingi sana anapiga story na videnti ya kike. Inakuja kuchukua simu vipigia wazazi kwa sababu ni sikukuu. Muda mwingi yuko busy na vile vidada anapiga navyo story hivyo, unajua. Kwa hiyo mimi nimetulia. Mkaka watu namsubiri mheshimiwa amalize kazi zake. Mimi nipo pale kwa sababu mimi ninachojua, nimeambiwa hii ndio shule ambayo nimeiona na nikachagua na nisema wameshakamilisha kila kitu, ni mimi tu kupeleka kichwa changu. Kwa hiyo bana, baada ya kama masaa 2:30, saa 12:30 nafika. Mkuu anakuja ananiuliza, "Wewe naye ni nani na saizi umetoka wapi?" Nikamwambia, "Samahani, naomba ni kuweke sawa, sio saizi. Ni saa 10 ila ndio umeniweka mpaka saizi niko hapa." Ambako nitakiwa mpaka saizi hata test hivi. Mimi mpaka sasa hivi ushaonyesha test hata dormitory, lakini nipo hapa nasubiria wewe kupata ruhusa yako. Akaniambia, "Ingia ofisini." Saa 12 kama dakika 35 naingia ofisini, nakaa pale. Akaniuliza, "Wewe ni nani?" Nikamwambia, "Naitwa Matayo. Nimefanywa uhamisho kwenye shule hii wiki moja nyuma.
Akanambia hapana, sikufahamu wala sijawahi kuona huo uhamisho. Nikaona mambo yasiwe mengi. Nikaenda kwenye begi langu nikachukua ile barua nikampatia. Akasoma ile barua mpaka mwisho akasema bado sijaelewa chochote. Nikaona hapa leo kazini kuna kazi. Nikamwambia basi naomba nifanye mawasiliano na anko kwenye simu yako, naomba nimpigie. Akasema hapana, wewe mimi sikufahamu. Umekuja tu from nowhere. Unaletea barua imeandikwa maneno ambayo sio official. Mimi siwezi kukupokea. Kwa wewe mimi naomba uondoke, mimi sikutambui. Nikamwambia hapana mkuu, labda tu umekosea. Mimi nimefanywa uhamisho hapa shuleni kwako. Akaniuliza swali. Hiyo shule uliyotoka umefanya kitu gani mpaka upo hapa? Akaniambia kabla sijaanza kujieleza akaniambia kitu. Naomba uongee ukweli. Mimi pia nishaikuwa mwanafunzi. Ukinidanganya mimi nitasimamia msimamo wangu. Mimi nikamuuliza tu swali moja. Mkuu, una uhakika unataka mimi niongee ukweli unaohitaji kwa sababu sidhani kama utafanya kazi? Akaniambia nina uhakika na ndio maana nikakwambia. Nataka uongee ukweli. Mimi akilini mwangu haraka haraka nikajua tu hawa ni kama askari, watakwambia ipe ushirikiano, mikono ya sheria zeni watakulinda, hakuna hicho kitu. Kwa hiyo nikasema hapa tutafika. Mimi nikamwambia bwana, sema kweli mimi nilifukuzwa, sababu hicho ndio kitu alichokuwa anataka kusikia. Kwa mimi nikamwambia kama hivyo, nimefukuzwa kwa sababu 1 2 3. Akaniambia basi, siwezi kuwa na mwanafunzi wa tabia yako na mimi hapa, kwa hivyo naomba uondoke. Nikamwambia kwa hiyo sababu gani kwanza kwa mwalimu? Sababu ni zile zile ambazo zilisababisha kule nikaondolewa, ambazo hazikuwa na uthibitisho kwamba nilichelewa kuripoti. Ndani ya wiki 2 nikafukuzwa, sababu hiyo ndio sababu pekee iliyonifukuzisha. Zile nyingine zote nilikuwa nimeshinda. Kwa hiyo nilifukuzwa kwa sababu nimechelewa kuripoti ndani ya wiki 2 baada shule kufungua. Simple. Mkuu akaniambia siwezi kuwa na wanafunzi, siwezi kuwa na mwanafunzi wa design yako ambaye anachelewa kuripoti shule. Kuchelewa kuripoti. Nikamwambia kwa bahati mbaya mimi uhamisho wangu umeshafanyika hapa. Ni wewe tu kuconfirm. Akaniambia kwa tunashindana. Nikamwambia mimi sishindani na wewe boss. Mimi nipo hapa, wewe ndio mwenye shule. Akaniambia siwezi kukupokea bila mzazi au mlezi umekuja kinyemera. Kwa hiyo akabadilisha sasa. Kutoka kwamba mimi sio mwanafunzi wa pale, imebadilika imekuja kuwa kinyemera. Nikamwambia lakini anko si unafahamiana naye niliyekupatia hiyo barua? Akaniambia hii ni kazi. Siwezi kukupokea, hata yeye hawezi kupokea mwanafunzi kwa staili hii natumai. Nikamwambia basi nipe niwasiliane naye aje. Akaniambia hapana, wewe tafuta alternative nyingine. Nikamwambia basi naomba nisaidie kitu kimoja. Ili trunk naomba niliache hapa. Mimi najua hii ndio shule ambayo nimechaguliwa. Mimi nitatafuta jitihada yoyote nirudi kwa anko. Nitaangalia kama itawezekana leo au kesho. Ila nitarudi kwa sababu najua mimi nimechaguliwa hapa. Shule ya uhamisho umefanyikia hapa. Akaniambia kwa hiyo unataka kuacha trunk, una uhakika utarudi? Ni mimi nikamwambia absolutely, 100%. Akacheka. Akaniambia sawa, liingize hapa ndani. Nikaliingiza trunk pale ofisini kwake. Mimi nikaondoka. Moja kwa moja nikachukua bodaboda mpaka kwa anko. Kufika kwa anko alikuwa ametoka na mke wake wameenda kwenye kikao. Mabosi wa shule hao waliwaita. Ndio alikuwa anarudi sasa. Saa 1:30 usiku hiyo. Ananikuta niko nje ya nyumba pale mlangoni nimekaa. Akaniuliza, Matayo, vipi? Si ulitakiwa kuwa shuleni? Kila kitu nimekupatia, umefanyaje tena? Nikamwambia amenigomea. Amesema hawezi kupokea mwanafunzi kinyemera bila mzazi. Lakini si nilikupatia barua, anambia nimempatia na ameisoma vizuri kwa umakini. Lakini pia hakujali kilichoandikwa huko ndani. Kwa nini msiwasiliane na mimi kwenye simu? Hakutaka hiyo njia. Ametaka nije mimi mwenyewe nikufuate. Anko kwa haraka haraka akasema basi hamna shida. Ingia kwenye gari, akamwambia mke wake nisubirie ndani. Ngoja mimi nimchukue Matayo nimuaishe kule kabla yule hajaondoka. Wakati naingia kwenye gari, anko akampigia simu. Alipompigia simu yule mkuu akapokea simu. Akaanza kusema, ndugu yangu vipi za muda?" Yaani yule mkuu aliact strange kama hajui kinachoendelea. "Za muda vipi, umepotea uonekani?" Akaambia, mambo yanaenda sawa, vipi upo?" Anambia nipo, yeye huku sema natarajia kuondoka. Anambia basi nisubirie usiondoke na kuja.
akakata simu yule mkuu baada ya kuambia hivyo, nisubirie usiondoke nakuja. Mimi na anko tukaanza safari kwenye gari ya anko ile kurudi shuleni. Nakumbuka wakati mimi niko pale nimekaa, kuna wanafunzi baadhi walinikuta wakawa wananisalimia. Wale wanafunzi kumbe walikuwa wamenikali. Kwa hiyo nilivyorudi tena mara pili na gari wakaniona. Wakaniambia, "Wewe, si wewe kijana ulikuja saa 10 hapa?" Nikamwambia, Akawa haja kusikiliza, niambia ndo tabia yake. Ndo alivyokiwa mvulana huwa hawapi kipaumbele. Kwa hiyo nikajua kwamba kumbe mshikaji wanawake wavulana huwa hawapi kipaumbele. Ila wanawake kwake anawapa kipaumbele. Nikajua ndo tabia zetu wanaume. Nikasema anyway, tutapambana. Kwa hiyo nilipofika kwanza tulikutana na huyo mdada ndo aliniambia hivyo, then baadaye yule mkuu alikuwa ametoka ndo akawa anakuja. Alipokuja akamkuta anko pale kaifana salimiana peana mikono. Tulipoingia kule ndani, mada ikarudi pale pale. Akajifanya kauzwa, akamwambia anko, siwezi kupokea mwanafunzi mwenye tabia ya aina hii shuleni kwangu. Sasa pale alivyoongea maneno, uzuri au ubaya familia yetu sisi ni watu wenye hasira, afu siombe akawa mwenye hasira mtu mwenye uwezo yani anakumudu, inakuwa ni tatizo. Kwa alivyoambiwa wale maneno, kumbuka hapa ametoka kwenye kikao, anko amechoka, alitaka kupumzika, kesho ni kazini. Alafu mtu analeta mambo ya ajabu kama yale. Anko akashikwa na hasira. Alivyoshikwa na hasira akamwambia, "Unajua wewe ni mtoto mdogo sana kwenye hii system. Ngoja nikuoneshe udogo wako ukoje." Anko akamsha simu akampigia yule mjomba ambaye ni afisa elimu, ambaye yeye anamuita kaka. Akampigia simu. Akamwambia, "Wewe kaka vipi, fresh aje? Safi safi." Akamwambia, "Huyu mkuu ambaye tumemfanyia Matayo uhamisho anaita mambo ya kipumbavu. Embu naomba cheza naye. Mimi siwezi kupambana tena na mjinga kama huyo." Hayo maneno aliongea hivyo hivyo, nimerudia kama yalivyo. Alimwambia hivyo, siwezi kupambana na mjinga wa design, pambana naye mwenyewe. Anko akakata simu. Mazungumzo yao yanafanyika hapo. Wakati huo anko hakuwa anamwangalia tena usoni kwa sababu yule si ametaka hiyo baya ubwela, kwa hiyo anaangalia kando. Sasa iwake alipokata simu tu dakika moja, simu inaita kwa mkuu wa shule. Simu inaita, jina linatoka bosi wa mkoa. Ndio alivyomsave bosi wa mkoa. Simu ile ilipopokea akaambiwa, "Unajua hao unaoletea mambo ya kipuuzi, huyo mdogo ni mwanangu, huyo mwingine ni kakaangu, na ni muda umeenda na amenielezea anatoka kwenye kikao. Unalitambua hilo?" Akaniambia, "Nalitambua, lakini nina sheria zangu lazima nizifuate." Akaambiwa, "Sawa, kwa hiyo sheria zako tuambie kwenye sheria zako zipi ambazo unazisimamia." Akasema, "Sasa hapa kitu ambacho nitawabana ni kimoja. Nataka barua ya uhamisho. Hicho tu. Nikipewa barua ya uhamisho, mwanafunzi ni halali kutoka shule anayotoka. Siwezi kupambana nawe bosi, najua unaweza ukanitoa hapa hata dakika moja, lakini lazima nisimamie sheria, unajua wewe mwenyewe. Kwa hiyo siwezi kupokea bila barua ya uhamisho." Anko akakata simu kule tap. Alivyokata simu, ndani ikawa baada ya dakika 5. Kumbuka muda huo tumekaa ofisini kwa mkuu wa shule. Mimi nimekaa nimetulia. Anko kaka tulia, mkuu wa shule kaka katulia. Sababu bosi wake alimwambia subiria. Tumekaa kama baada ya dakika 5, simu inaita. Jina linatoka, simu inaita ya mkuu wa shule. Jina linatoka pale, mwenyekiti CWT. Mimi moyoni nikajua tu mkuu wa shule yule shule niliyotoka, ambaye alishamedi promise kwamba nitakamilisha. Mwenyekiti amemsave mwenyekiti CWT mkoa wa Tanga. Akapokea simu tena, "Halo boss." Sasa pale mimi nikaa nimesanuka kitu kimoja, kwamba hii issue mimi kwangu tayari imeshakamilika. Mimi ni mwanafunzi wa shule, kwa sababu mtu wa kwanza aliyempigia ambaye ni anko wangu, huyo afisa elimu mkoa, akamwambia, alimuita bosi na amemsave pale bosi mkoa wa Tanga. Aliyempigia tena CWT amemuita bosi. Mimi nikajua kabisa anacheza na watu wazito, ambaye issue tayari ni nyepesi. Amelalamika kuhusu issue ya barua ambayo aliyempigia simu mkuu wa shule sasa hivi, yeye naye amepigiwa simu na mjomba wangu ambaye ni afisa elimu. Kwa hiyo nikajua tu hiyo issue imeshaisha. Mimi nikaa nimetulia. Nikasema acha nijionee hili goma linaenda kuishia wapi. Hapo ndio muda ambao mimi nilijisikia kama mtoto wa tajiri fulani, japo najua maisha yangu nitia maji, lakini hapo nilijikuta ni mtoto wa tajiri
kwa sababu sawasawa ni kwa mara ya kwanza ni sawasawa nipo mahakamani, halafu niko na madoni wawili wanasimamia kesi yangu dhidi ya mtu mmoja ambaye ni dhaifu. So mimi nikaa nimetulia. Wakati huo ndio kipindi ambacho mimi nilikuwa siongei wala sitii neno, nimetulia nasikiliza tu simu sikia zinaita. Na bahati nzuri au mbaya, kila akipokea simu anaambiwa aweke loudspeaker, kwa nilikuwa nasikia anavyokaangwa. Tena bahati mbaya nzuri anakaangwa mbele yangu. Japo kimoyomoyo nilikuwa nishajua kwamba hii ni vita ambayo hawa wakishaondoka kando nitabaki nayo mwenyewe tena. Hilo nilikuwa nalijua, lakini nikasema nishajipanga kujiepusha na hayo makosa. Nikanitulia. Akapigiwa simu akaambiwa, kijana, najua bosi amenipigia simu usiku huu saa 2 naenda saa 3, ananifokea kama mtoto kwa sababu ya upumbavu wako uliofanya. Kumbuka hapo alikuwa anasubiria barua, lakini anaitwa mpumbavu. Nimetulia mimi hapo. Hiyo barua ilikuwa hata kesho asubuhi naweza nikakutumia. Kwa nini ulete masuala ya kijinga? Bosi ananipigia simu saa hizi mimi ananifokea, wewe unahisi mimi? Anyway, uhamisho ulifanyika au kufanyika? Umefanyika. Kwa nini unaleta shida? Acha masuala ya kipuuzi. Limaliza hilo swala. Hiyo barua yako unataka nitaituma mimi na gari. Sio kama nitakutumia blood. Nataka iletwe. Ujie yenye muhuri wangu italetwa. Tumeelewana? Kabla hajajibu akakatiwa simu. Wakati anakatiwa simu, anko pale kando akawa anajifanya kama anaangalia simu huku anatabasamu. Mimi nikaa najikaza kwa sababu nisije nikaharibu kila kitu hapa. Japo hata ningecheka hana cha kunifanya mpaka hapo. Kwa sababu ni sasa niko kwenye mechi dakika ya 90 zimeongezwa dakika 2 naongoza 7 bila. Kwa nilijua kitu chote hii mechi nishashinda. Kwa nini nimetulia? Nasubiri mtu anakaangwa tu hapo. Na sifa zake zote. Baada ya hiyo simu akawa mpole. Akapoa. Baada ya kumaliza kuongea na hiyo simu, ikapigwa simu tena. Alivyoipokea kumbe simu ikawa imeunganishwa. Alikuwa imeunganishwa ni anko nilienda naye, anko afisa elimu pamoja na mkuu wa shule niliyotoka. Aliyepigiwa hapo ni nani? Mkuu wa shule niliyoenda. Simu imeunganishwa watu wote. Akaambia msituwekee usiku. Nikamwambia Matayo, naam, unasikia ishaisha hiyo. Mwambie akuoneshe dormitory, wa kupatia sehemu ya kulala. Wewe ni mwanafunzi halali wa hiyo shule. Kila kitu kiko clear, wameshafanyika, ni barua ambayo ataletewa. Tushamaliza. Sawa mkuu, naomba ujibu wewe. Sawa. Niambia sawa, nimeelewa bosi, hamna shida. Siku nyingine usituletee matatizo. Akataka aanze kujieleza, wakamkatia simu. Kwa tukawa tumebaki tena watatu, kesi imeisha. Lakini kwa bahati mbaya nzuri anko wangu nienda naye pale alikuwa ni mchungaji, kwa ni mstaarabu. Akamwambia, tusameane kwa hicho kipindi kifupi kilichopita, japo wewe ndio ulisababisha kwalo, lakini binadamu hataki kuishi hivyo. Kweli wakaombana msamaha pale. Kumbuka tu naombana msamaha, yule ana kinyongo na mimi kwa yale yaliyotokea. Kwa nini anakaangwa mimi nipo pale? Hakuwa amekiadmit pale, lakini alikuwa anacho. Utakuja mbeleni utakuja kukwambia hicho kinyongo kilikuja kufanyaje kazi. Kwa baada ya kuombana msamaha, mimi sikukaguliwa. Na simu ile ndogo ambayo niliingia nayo ilikuwa ipo kwenye trunk. Baada ya anko kunikagua kule nyumbani, nilihamisha nikaa nimeweka kwenye trunk, nilijisahau. Lakini baada ya ile sakata, kwa kuja kuonekana kuwa mtoto wa Doni, sikukaguliwa. Trunk nikaitiwa security anisaidie kulibeba. Sasa bwana, moment ambayo niliganda wakati natoka, anko washamalizana na yule mkuu akamwomba lift yanko, akamwambia amskoti mpaka mjini kwa sababu anko alikuwa anarudi mjini. Akamwambia naomba uniskoti mpaka mjini. Kwa hiyo wale wakawa wameagana pale, mimi nikawa nimesimama mpaka wakawa wanaondoka. Wale wakawa wanaondoka. Mimi wakati natoka sasa pale naungana na mlinzi kupelekwa dormitory. Na kutana uso kwa uso. Kwanza tulikuwa tuna utamaduni mmoja kabla ya kukutana uso kwa uso. Sisi tulikuwa tuna utamaduni mmoja. Kila mgeni akiwa anakuja shule, kwanza huwa tuko haraka tunahisi ni form 5, na pia wenyeji lazima tutumie ile advantage ya wenyeji wetu yani kumvuruga yule mgeni. Kwa kulikuwa kidogo ni usiku, kwa kuna giza. Nilivopita pale kwenye ile giza, kuna form 6
kama 4 wakaniona napita kwenye giza, wakaanza sasa. Mimi nimetoka shule ya single sex ambayo ina doso na vitu vizito ambavyo nimevipitia ambavyo sijawahi kuviona, ni zaidi ya jeshi. Sasa nilivyoanza kusikia mimi nikaona kama vimbwa tu vinabweka bweka, kwa sababu ile ni shule ya mchanganyiko. Mimi nimetoka shule ya jinsia moja ambayo ni kama jeshi. So walipokuwa nikaona sana nguvu, nilisimama nikawakata jicho kwa sababu kuna giza, hatukuonana, wakawa wamepoa walivyoniona niko serious. Baadaye bidi waje kwa upole, walivyoniona kidogo hate kidogo iko difference, afu niko serious, wakanifuata. So kana nipigisha story, vipi fresh, nikawa najibu short. Tunafika kwenye mwanga, nakuja kuangalia vizuri, nakuta mwanafunzi mmoja ni yule mshikaji ambaye alifukuzwa kwenye shule ile ile niliyotoka, ni mshikaji wangu. Alivyoniona akasema, "Matayo ni wewe?" Kapiga kelele akaulizwa, "Unamjua?" "Namjua." Naomba nikupe historia fupi ya wewe mshikaji. Unaambiwa toka alivyowasili kwenye hiyo shule alikuwa haongei. Sio mwongeaji. Wakati tulipo shuleni kwetu kule ambako tulitoka alikuwa ni mwongeaji, ni mcheshi, anapiga story, anafanya vituko, lakini toka amishwe hapo amekuwa mpole, haongei. Yani ni kama alikuwa na msomo. Yeah, na amefika hapo yeye mapema sana. Toka yuko form 5 na mtihani wa kutoka form 5 kwenda form 6 alishafanya mapema. Kwa hiyo alifika mapema. Yeye alienda kwenye hiyo shule wiki moja baada ya kupewa uhamisho kule. Kwa ni mapema sana yeye akupumzika. Tofauti na mimi ambaye nilikaa kutoka mwezi wa 11 mpaka wa 7 ndio nilirudi tena. Kwa kuna tofauti mkubwa. Kwa kuniona wale sasa wakawa wanashtuka. Mshikaji kumbe anapiga kelele, anaongea, anafanya mambo. Kwa wakaanza kushtuka. Yule makelele kabisa. Akasema huyu mwacheni, huyu ni ndugu yangu, si na hivi. Umeona? Kwa tukatoka hiyo kwamba amepata mtu sasa kupiga naye story, mtu wa kumpa company. Hivyo tukatoka tukaenda dormitory, kaenda kuweka vitu. Na kumbuka ikafika mshale ya saa 4 kasoro, prepo wanaisha saa 5. Akaniambia tupande hata prepo kaone madarasa, nikakuonesha mazingira. Akasema basi twenzetu. Sasa kama unavyonijua mimi ni charming kidogo, napenda kuongea hivi. Wale washikaji wote ndani ya dakika 2 wote wakawa wameshanizoea. Wale wengine wote ndani ya dakika 2 wote wakawa wameshanizoea, tunapiga sote tunacheka, tukapanda. Sasa kufika juu kukutana na wale form 6 wengine. Kuingia darasani na wakataka kunijia juu. Nikaongea nao sauti ya tofauti. Nikamwambia msikilizeni. Mmekaa kwenye shule mchanganyiko. Mimi natoka shule ya jinsia moja. Shule ambayo unakuja na ushahidi wa picha na unaukataa. Nyinyi mnaweza. Msitaki kuleta hivyo visauti vyenu vizokuwa na mbele na nyuma. Msitaki mimi nionyeshe hiyo rangi mnataka kuiona. Tuishini kama binadamu wa kawaida. Kwa baada ya kuongea nao hivyo, wote ibidi wawe wapole. Ikabidi wakusanyike darasa moja ghafla. Kila mtu unajua ukishafika ni mgeni, kila mtu anataka kukuona. Si unajua? Hasa wasichana wengi ndio walikuwa wanataka kuona, walivyosikia mgeni ni wa kiume. Unajua ile. Kulikuwa kuna hiyo tamaduni sana. Kwa hiyo wakajaa darasa moja ambao hilo darasa huwa halijagi wanafunzi, kwa sababu ndio darasa nililiingia. Walijaa wanafunzi vibaya mno. Baadaye wamekaa, watu hawasomi, wana discuss, yani kuni discuss mimi sasa nimekuwa mada ghafla. Wananyoshia vidole. Kwanza nilivyoingia tu darasani pale, wewe njoo kae huku, kiti kimeandaliwa hiki hapa. Kelele na kwa kibao. So mimi nikakaa tu mwenyewe, nikaangalia, nikachagua upande kwa sababu napendaga sana kukaa nyuma. Kwa hiyo nilipopewa siti ya nyuma nikaenda kukaa pale. Baadaye watu nilivyoona wanajaa, kaona mambo yasiwe mengi, nikatoka nikaenda kusimama pale mbele ya darasa. Watu walikuwa wanapiga kelele, baadaye wananyamazishana. Mkuu wa shule nyewe atakuja kutupiga, hebu acheni kelele. Mimi nikawajibu, mkuu wa shule hayupo. Niwaambia mkuu wa shule hayupo, walinyamaza darasa zima. Wakacheka. Wakasema, umeripoti hapa hata dakika 30 una. Huyo mkuu wa shule tunamuongelea sisi tunamjua wenyewe. Nikamwambia najua mnamjua. Mmekaa naye yenyewe kwa muda mrefu. Lakini kwa hapa mimi ndo ninayemfahamu. Hayupo. Ameomba lift kwenye gari ya wangu ameondoka. Kumbe ameomba lift. Wakaanza kupiga tena makelele, mkuu hayupo. Mgeni amefika leo na taarifa zote za mkuu wa shule. Huyo apewa kitengo cha IT cha shule si nini makelele kibao. Kwa hiyo anacheka, baadaye kama mimi nyamazeni, wakanyamaza. Na moja nijitambulishe. Kwa majina naitwa Matayo. Mimi nimehamishwa. Kwa bahati mbaya nzuri huyo mshikaji hapo, huyo nimesoma naye shule moja. Huyo ni mwenzangu. Kwa hiyo tulifukuzwa wote kwa kesi moja, sema tu muda tofauti.
Akaambiwa, asema tuelezee ulivyofukuzwa. Ambia sidhani kama mnahitaji kusikia chochote. Ambao unaonekana jasusi mpaka umefukuzwa. Ambia hamna, mambo tu ya kawaida. Mshikaji akamwambia hamna, yani wewe alipewa suspension, ndani ya suspension akaongeza siku zake. Ndio huyo mshikaji. Akamwambia hamna, msimsikilize tu, anatia chumvi. Kwa baadaye hivyo watu wakanizoea kwa muda mchache sana, nikawa nimeteka jina. Baadaye kwenda kuingia darasani, vitu vinavyosomwa nilishavisomaga, kama unakumbuka mapema nilishasemaje. Mapema sana nilikuwa nishavimaliza. Kwa unafika tena darasani nakuta sometimes mwalimu anafundisha na kwama naona mwalimu ananipotezea tu muda wangu darasani. Kwa hiyo nikaanza tena kuwa doja kwa sababu sioni cha maana kinachofundishwa. Kwa hiyo nikaanza tena tabia yale, nikaanza tabia zangu za kutokuwa na kaa sana shule. Nikaanza tabia yangu ya kurukaruka sasa. Dakika 2 nimeondoka. Dakika 2 nipo. Dakika 2 nimetoka. Dakika 2 sipo. Itabia nikaa nimerudia tena, ambao nikaanza kuwahalisisha na vijana wengine. Tunaweka nukta hapa katika sehemu hii ya 7 na nikukaribishe sana katika sehemu ya 8 ya simulizi hii.